Watagwan, mambo vipi Tanzania? Mambo vipi mwanamichezo? Karibu sana mwanafamilia wa Niako TV tuweze kujuzana zile taarifa zote za kimichezo zilizojiri kutoka katika uga wa kitaifa na nje ya mipaka ya Tanzania. Taarifa zote za kimichezo ambazo tayari zimekwisha kujiri na ambazo zinatarajiwa kujiri na ambazo tayari zimekwisha kujiri kutoka katika nyanja zote za kimichezo, kiburudani, kisiasa, kijamii kutoka ndani ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini kama unataka kwanza kujiunga na sisi, ni kuomba na nikusihi usiache kubonyeza neno la subscribe, lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kupata taarifa zetu zote ndani ya masaa 24. Lakini ikiwa leo ni siku ya Jumamosi, ni ya Novemba 15 mwaka 2025, leo mabingwa watetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara, Dar es Salaam Young Africans, mabingwa katika ligi kuu katika msimu 2025-26, 2024-25, lakini pia ni mabingwa wa ngao ya jamii katika msimu wa 2025, msimu wa mwaka 2026, ambapo kikombe hicho alikichukua mbele ya mtani wake Simba Sports Club katika dimba la Benjamin William Mkapa. Na leo kikosi cha Dar es Salaam Young Africans licha pia kuweza kuzindua kampeni yao mpya ya Yanga Soccer School, ambayo ni shule ambayo ni mahususi kwa ajili ya kuweza kukuza vipaji vya watoto kuanzia umri wa miaka 8 hadi miaka kuendelea, kwa maana miaka 8 hadi kuendelea. Lakini yote kwa yote walisema at least ikianzia miaka 6 na kuendelea itakuwa ni vizuri wanakuwa wanasajili watoto, lakini pia wanakuwa wanafundisha. Na halfa hiyo imeweza kuhudhuriwa na moja kati ya wadau wakubwa soka, huyo ni Pitson Motsimane, lakini pia akizungumza pia naye. Hafla hiyo iliweza kuhudhuriwa pia na rais wa club Dar es Salaam Young Africans Engineer Saidi katika maeneo ya Upanga kule maeneo ya Salenda, moja sehemu ya viwanja ambayo viliweza kufanyika hafla hiyo. Lakini leo Dar es Salaam Young Africans asubuhi ya leo imeweza kucheza mchezo wake wa kirafiki kabla kwenda kucheza mchezo wake wa ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo wanaanzia kule visiwani Zanzibar. Na katika mchezo huu wa kirafiki wamecheza dhidi ya wakusanya maokoto kutoka katika jiji la Dar es Salaam. Hawa ni Kino Boys wakijita hivyo, ama KMC FC wakijita hivyo. Na kwenye historia ama takwimu za mwisho kabla ya mchezo huu kukutana katika upande wa ligi kuu soka Tanzania bara, waliweza kuwafunga KMC katika upande wa ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini leo KMC waliweza kukataa unyonge katika mchezo huu wa kirafiki uliofanyika katika uwanja wa Gymkhana, ambapo KMC imeweza kufanikiwa kuondoka na ushindi wa magoli 3-2 dhidi ya Yanga Sports Club. Katika upande wa magoli ya Dar es Salaam Young Africans yameweza kufungwa na Musa Bala Conte, lakini pia pamoja na katika upande pia wa magoli ya Young Africans akaja kufungwa lingine na kiungo mkongomani, huyu ni Maxi pia Nzegele. Lakini katika upande wa KMC magoli yote yamefungwa na yule ambaye aliweza kuifunga Dar es Salaam Young Africans katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara NBC Premier League, huyu ni Saliboko pamoja na Kasami Mosha. Hawa ndio waliohusika katika idadi ya magoli ya KMC, huku Saliboko akifunga magoli 2 na Kasami Mosha akifunga goli 1 katika mchezo huu wa kirafiki ambao ulimalizika katika uwanja wa Gymkhana jijini Dar es Salaam. Leo siku ya Jumamosi ni Novemba 15, ambapo kikosi hicho cha Young Africans kimecheza mchezo huo wa kirafiki katika kujika vyema kabla ya kwenda kucheza mchezo wao wa kimataifa wa ligi ya mabingwa barani Afrika, ambao wanaanza kule nchini ama wataanzia katika ardhi ya visiwa vya Marashi ya Karafuu kule visiwani Zanzibar, ambapo ndio mchezo wao wa kwanza wataanzia katika uwanja huo kule visiwani Zanzibar. Lakini pia katika timu ambazo wanakwenda kukutana na Dar es Salaam Young Africans ni timu mbalimbali ambazo zimeweza kupangwa katika kundi lao, na timu hizo tayari zimekwisha kuwekwa hadharani, ambazo zinakwenda kukutana na kikosi hichi cha wananchi Yanga Sports Club. Lakini pia inakumbuka kwamba Young Africans watakwenda kuwakosa nyota wao baadhi katika michezo hiyo ya kimataifa, na timu ambazo wanataka kukutana nazo Young Africans ni pia Al Ahly, timu kubwa ambayo kutoka kule nchini Misri, ambayo wanakutana nayo katika mchezo huo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, ikiwa ni katika hatua za kusaka tiketi ya kwenda katika hatua inayofuata ya michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika, wakifanikiwa kutinga hatua ya makundi baada ya muda mrefu. Leo kwa maana katika mwaka huu 2025-26 wamefanikiwa kutinga katika hatua ya
makundi kwa maana ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Timu ambayo wanakutana nazo Young Africans ni Al Ahly Sports Club kutoka kule Cairo, Misri, lakini pia FAR Rabat pamoja na JC Kabylie. Zote hizi zinakwenda kumenyana dhidi ya Dar es Salaam Young Africans. Hii ni Yako TV, unalipi la kuzungumza baada ya matokeo ya mchezo huu wa kirafiki KMC kuwafunga Young Africans magoli 3-2. Tuandikie boni yako chini ya video. Hii ni Yako TV, tufollow kule Instagram pamoja na TikTok kwa jina moja la Yako TV. Lakini pia mimi naitwa Official Mutra Msanwaji kule Instagram. Unaweza kunifollow kwa jina moja la Official Mutra Msanwaji.